wa Tanzania kiujumla na wananchi wote, kutoa wito kwa vijana wa Kitanzania kujitokeza kwa wingi kuboresha taarifa zao katika daftari la kupiga kura kwa mzunguko wa pili. Wote tunafahamu mwaka huu tuna jambo kubwa la kulikamilisha, uchaguzi mkuu wa taifa, kuchagua viongozi ambao tunawaamini, viongozi ambao watatuongoza taifa letu. Kwa ni haki ya msingi ya kila kijana kujitokeza kupiga kura, lakini kabla ya kupiga kura kuboresha taarifa, kwa sababu tunafahamu vijana wengi wanahama makazi fulani kwenda makazi mengine, na ni lazima kuboresha taarifa zao ili waweze kupata haki yao ya msingi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotangazwa rasmi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, mzunguko huu wa pili utaanzia tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5 katika mikoa 15 kama ifuatayo. Mkoa wa kwanza utakuwa Geita, kufuatiwa na Kagera, Mara, Shinyanga, Mwanza, Simiu, Rukwa, Tabora, Katavi, Kigoma, Iringa, Ruvuma, Mbeya, Njombe na Songwe. Huu ni mzunguko wa kwanza. Tarehe 1 mpaka tarehe 7 Mei, mzunguko wa pili ni mikoa 16 ambayo ni Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Morogoro, Pwani, Singida, Dodoma, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Mjini Magharibi, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja, Kaskazini Pemba na Kusini Pemba. Tarehe 16 mpaka tarehe 22 Mei 2025 ni mzunguko wa 3 wa vituo vya magereza na vyuo vya mafunzo ambao 10 ni Zanzibar na vituo vya magereza 130 Tanzania bara. Tarehe 28 Juni mpaka tarehe 4 2025 katika awamu hii jumla ya vituo 7869 vitatumika katika Tanzania bara ambao ni vituo 7659 na Zanzibar vituo 210. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya mwenyekiti wa tume Mheshimiwa Jaji wa Rufani Jacob Mwambegele, na matarajio hayo, kwa taarifa hii tunategemea vijana wengi kujitokeza na kuboresha taarifa zao. Kama nilivyosema hapo awali, uchaguzi huu utafanyika kwa haki, kwa demokrasia, na ni nafasi ya kijana wa Kitanzania kumchagua kiongozi ambaye anamhitaji. Lakini kwa nafasi hii ninayozungumza kama kiongozi wa jumuiya ya vijana, katibu wa idara ya uhamiaji na chipukizi, tunao wagombea wetu. Mgombea wa nafasi ya urais, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na makamu wake. Muda ukifika, ninaamini kwamba vijana wengi watajitokeza. Lakini kwa nini tujitokeze na tujisajili? Lazima tutambue kama vijana wa Kitanzania tuna utaratibu kama nchi kila baada ya miaka 5 kuchagua viongozi ambao tunawapenda, lakini viongozi wenye utayari kutumikia taifa letu la Tanzania. Hatuna sababu sisi kama jumuiya ya vijana kupinga uchaguzi.
tumejiandaa kikamilifu kushiriki kikamilifu uchaguzi huu wa mwaka huu na bila kuyumbishwa. Nia tunayo, ari tunayo na nguvu tunazo, na tupo tayari kupiga kura na kujitokeza kama vijana kugombea nafasi mbalimbali.